Mchezo wa jana wa Simba ni mchezo ambao umeleta taswira kubwa sana ya ukatili wa soka, jinsi soka ambalo lilivyo na ukatili. Hata jana tumeshuhudia pia katika mchezo wa Bravos Domaquis dhidi ya CS Constantine wakiamini kwamba dakika zinakwenda kuisha na sare ya 2-2 itakuwa imepatikana. Bravos wanafunga goli dakika za jioni kabisa. Lakini pia katika mchezo wa CAF Champions League kati ya TP Mazembe Englebert dhidi ya Young Africa, dakika za mwisho kabisa Prince Mpumalele Dube anaamsha tena hisia kwa upande wa Yanga na kuweza kuchomoa goli na kufanya magoli kutoka sare ya 1-1. Lakini siku ya jana Kibu Denis Prosper anafunga goli dakika za mwisho kabisa za lala salama. Na wachambuzi mbalimbali wameandika ya kwao baada ya mchezo wa siku ya jana, wameandika maoni yao ya kiuchambuzi. Tunasema zile ni tactical analysis, uchambuzi wa kiufundi zaidi baada ya matokeo ya siku ya jana. Hizi tunazungumzia dakika 90 pamoja na zile 7 ama 8 za nyongeza ambazo ziliwekwa siku ya jana. Lakini kumbushe tu, kama ndo mara yako ya kwanza kuweza kupita katika YouTube channel yetu, basi usahau subscribe na kubonyeza alama kengele kwa ajili ya kuweza kupata updates na notification ya taarifa zote ambazo tunakwenda kukuwekea hapa, wewe mlaji wetu ama msikilizaji wetu na mtazamaji wetu wa YouTube channel yetu ya Rinyo Update TV. Hapa nakupitisha kwenye analysis ambayo imefanyika na mchambuzi George Ambangile, ambaye yeye ameandika kwa bango kubwa kabisa, Kibu D ni mkandaji. Kibu Denis pengine siku ya jana atakuwa amelala akiwa na tabasamu sana. Ni muda mrefu amekuwa afungi magoli katika ligi kuu, na lakini katika michuano ya kimataifa amekuwa akifunga magoli muhimu ya klabu ya Simba. Tunakumbuka hata katika mchezo wa kuwania kufuzu kwa hatua ya makundi dhidi ya Al Ahly Tripoli, Kibu Denis ndo aliwarejesha mchezoni Simba baada ya kutanguliwa na goli la mapema la Mabululu. Lakini katika mchezo wa siku ya jana Simba walitanguliwa mapema dakika ya pili na Hazim Haji Hussein, lakini Kibu Denis akawarejesha mchezoni na mwisho wa siku amefunga goli la pili muhimu kabisa kwa klabu ya Simba na kuhakikishia alama 3 muhimu kabisa. Lakini George Mbangile anaandika, mpango wa Faldu Davis ulikuwa tunacheza ndani ili kufungua pia njia ya nje. Wachezaji wake wengi walikuwa ndani bila kuharibu muundo wao, wakiwa na umiliki wa mpira, huku fullbacks wakiwa na jukumu la kudumisha mapana pembeni ya uwanja. Moja, wanafanya build up yenye umbo ama muundo wa 3-2, nyuma watatu, mabeki wawili na kati, na kiungo mmoja anashuka katikati yao Ngoma au Fernandez. 2, mbele ya viungo wawili kati ya Awesu au Ahoa, mmoja akishuka mwingine anabaki juu ili kukamilisha muundo wa 3-2-2-3, Ateba au Mukwala. 3, dhumuni ni kuhakikisha wanakuwa na idadi kubwa ya wachezaji katika kila hatua ya mchezo, first to third phase, creating overloads. Hasa kwenye kiungo wanakuwa 4, Ahoa, Kibu, Awesu, Ngoma au Fernandez, muda ambao nyuma wanakuwa 3. Baada ya hapo tunaweza kucheza ndani yao. Hii ni sehemu ya 4. Sema baada ya hapo tunaweza kucheza ndani yao. Yes, Simba walifanya hivyo. Pasi nyingi zilikuwa zinafanikiwa kupita ndani ya safu ya kiungo cha Faxen. Playing through the lines. Ni ufanisi na umakini pekee ndio kwa kiasi kikubwa ulikuwa unawaangusha Simba kubadilisha utawala kuwa magoli. Faxen kipindi cha kwanza ni tusifungwe goli, tulinde zaidi eneo letu na tusubiri counter attacks plus mipira iliyokufa. Ndo mbinu ambayo Faxen waliingia nayo kipindi cha kwanza. Moja, mbele anabaki mmoja tu, mfumo unakuwa ni 4-5-1. Wingers wao mara zote kuwasaidia fullbacks wao, lakini shida ilikuwa wapi? 2, wingers wa Simba wanaingia ndani zaidi, kwa hiyo wingers wa Faxen wanakuwa wanachelewa kufunga space ya ndani karibu na viungo wao. Kwa nini wanachelewa? Kwa sababu akili yao ya kwanza ni kuzuia pembeni ya uwanja. 3, second half Faxen walionyesha angalau tulivu kwenye mpira na decision making. Note, kipindi cha pili kuna nyakati wachezaji wa Simba walikuwa wanaharakisha sana maamuzi na kufanya mpira kupotea kirahisi. 2, Koame aliingia kuwapa Faxen uimara zaidi kwenye ulinzi.
3. Shema Loni siku mbaya zaidi kazini, bahati kwake kutokupata kadi nyekundu. 4. Hamza utulivu, imeshakuwa kawaida sasa kwake. 5. Dahoud mguu wa kushoto mzuri, alikosa msaada wa timu. 6. Shamoa plus Nouma plus Ngoma walipandisha sana mashambulizi ya Simba kwa ubora mkubwa. 7. Ngoma passing game wa moto kweli. 8. Kip Dennis goli la ushindi linafungwa vile, good header. Mwisho full time Simba 2 CX Sfaxien 1, na wanapata alama 3 muhimu za kuweza kuimarisha katika kutafuta nafasi ya kuingia robo final ya CAF Confederation. Huo ni uchambuzi ambao ameandika George Ambangile, mchambuzi kutoka kituo cha Wasafi FM pamoja na Wasafi TV, akiandika yale ambayo yamejiri kiufundi yaliyojiri katika mchezo wa siku ya jana kati ya Simba dhidi ya CX Sfaxien ya pale Tunisia. Simba mwezi Januari mwanzoni kabisa watasafiri kuelekea Tunisia kwa ajili ya mtanange wa marudiano dhidi ya CX Sfaxien, lakini safari yao ya kuendelea kupambana kutafuta alama 3 katika kundi kuhakikisha kwamba wanaweza kusonga mbele katika hatua inayofuata ya robo finali ya CAF Confederation Cup. Subscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Nasema updates hapa ndo kwake.